Jambo la kwanza la msingi nataka uliandike, ni jukumu la wazazi kuwatamkia watoto baraka. Hilo ndio jambo la kwanza. Jukumu la wazazi kufanyaje? Kuwatamkia watoto baraka. Baraka zipo katika namna ya maneno yanayotangazwa kwa ajili ya kizazi na ubadaye wa hicho kizazi. Ni jukumu la wazazi, haswa baba, kulingana na Biblia. Ukiangalia kwenye ile andiko la Mwanzo sura 27 mstari wa 27 hadi wa 29, utamwona mtoto wa Ibrahimu anaitwa Isaka anambariki mtoto wake Yakobo, anamtamkia ustawi, maongezeko, baraka, na anamwambia kwamba watu watafanyaje? Watu watakutumikia. Utakuwa ni baraka kiasi ambacho watu watafanyaje? Watakutumikia. Yale baba yake Isaka aliyomtamkia Yakobo, ndivyo maisha ya Yakobo yalivyokuwa hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye andiko la Mwanzo 27 mstari wa 39 na 40, Isaka huyu anamtamkia maneno Esau, kaka yake na Yakobo. Anamtamkia baraka, lakini anamwambia kula kwako utakula kwa upanga, na wewe utakuja kumtumikia mdogo wako Yakobo. Na maisha yao ya mbele, ni kweli kula ya Esau ilikuwa ni kula ya nini? Ya nguvu, ya kutumia upanga. Na ni kweli alimtumikia na kumwinamia, alikuwa chini ya mdogo wake Yakobo. Maneno haya ni ya baraka ambayo mzazi anapoyatamka yanaumba ubadaye wa mtoto, aidha wa kike au mtoto wa kiume. Mwanzo sura 49, Mwanzo 49 mstari wa 28, tunamwona Yakobo na yeye. Yakobo anawabariki uzao wake wote, watoto wake 12. Kila mtoto anambariki kwa namna ambavyo Roho wa Mungu alikuwa anamsukuma na kumwongoza ndani yake. Na maisha ya wale watoto 12 yalikuwa sawasawa na kile ambacho Yakobo alichowabariki na kuwatangazia watoto wake katika ubadaye wao. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Yakobo huyu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 48 mstari wa 15 na 16, tunamwona Yusufu, mmoja wa mtoto wake Yusufu, anamletea Yakobo wajukuu wawili, mmoja upande wa kushoto na mmoja upande wa ngapi? Wa kulia. Yakobo kama babu anawabariki wajukuu zake, anawatangazia baraka, na wajukuu yale ambayo babu yao amewatamkia kama sehemu ya baraka, kama maneno, yaliumbwa, na ndivyo wajukuu walivyokuja kuwa. Kuna mtu mmoja ananisikia hapa, jamani wapendwa? Kinywa cha mzazi kimepewa mamlaka ya kuumba chochote unachokitangaza. Huu ulimwengu wa roho haujui masiara, haujui matani. Chochote unachokizungumza, aidha una furaha au una huzuni, umekasirika. Waga ulimwengu wa roho haujui kama unatania, umekasirika au hujakasirika, haujui. Unachojua wao, ulimwengu wa roho, ni kutekeleza maneno yaliyosemwa katika matamko na matangazo. Kwa hiyo useme kwa bahati mbaya, uwe na hisia au usiwe na hisia, lazima yatatokea, yataumbika kwenye maisha ya watu unaowatamkia. Mithali sura ya 18 mstari wa 21 inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwenye ulimi hapa, maneno yanatoka kwenye ulimi. Kuna mauti na nini? Na uzima. Anasema na wao upendao watakula matunda yake. Yaani ukipenda kutamka uzima kwenye ulimi wako, utapata matokeo ya uzima. Ukipenda kutamka mauti kwenye ulimi wako, utapata matokeo ya nini? Ya mauti. Inategemea wewe unawatamkia nini wenzako, uzao wako, na wewe ulitamkiwa nini kwenye maisha yako. Leo tunahangaika na watu kuwaombea ambao kuna maneno ya uovu. Ukiangalia katika ulimwengu wa roho, kuna maneno ya uovu yanatembea nao, yanajiactivate
yanasababisha uhalisia wa yale yaliyotangazwa miaka ya nyuma, ndio wanaishi sasa hivi hatima yao ya mbele. Lakini wazazi, jukumu lao lingine kubwa sio tu kuwatamkia baraka na kuwaumbia baraka. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 5 anasemaje? Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Ibrahimu akampa Isaka. Ukisoma tafsiri nyingine anasema Ibrahimu akamrithisha mtoto wake Isaka yote aliyokuwa nayo, mali. Ni jukumu la wazazi kuwaandalia mali, maisha mazuri watoto waliowazaa. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Achana na hii misemo ya Kiswahili ambayo imechoka, ipo nje ya mtazamo wa Mungu. Mtazamo wa Mungu, mzazi anapaswa kuandaa future, ubaadaye wa watoto wake aliowaleta hapa duniani. Na watoto nao waliozaliwa pia wanapaswa kuandaa future, ubaadaye wa watoto watakao wazaa. Ni jukumu ambalo Mungu ameliweka, ni mtazamo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali sura ya 13 mstari wa 22 inasema mtu mwema huachia wana na wanaye urithi. Mtu mwema huachia wana na wanaye, yani uzao wake wote, watoto, wajukuu, vitukuu, anawachia nini? Urithi. Ndio jukumu la wazazi, kutengeneza mazingira mazuri ya watoto na wajukuu hapo mbele. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Jukumu lingine la wazazi tulionalo kwa ajili ya watoto tunaowazaa wa kike kwa wa kiume ni kuwafundisha njia njema. Watoto wanapaswa kuiendea njia iliyo njema, wakue katika maadili, mafundisho yaliyo mema. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 na wa 7 inazungumza kwa habari, anasema na maneno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Anazungumza kuwafundisha watoto kweli ya neno la Mungu, waishike sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mithali sura 22 inasemaje? Mithali 22 mstari wa 6 anasemaje? Mlee mtoto wako katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Anasema mlee mtoto wako katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Unajua mtu anaweza kawa mtu mzima lakini akawa na mambo ya ajabu, si ndio? Mambo haya ya ajabu yanatokana na aina ya nini? Ya malezi. Ndivyo aliolelewa. Kwa hiyo watu wanamuona leo wanamshangaa, ni malezi yake yamempelekea katika utuzima wake kuwa hivyo alivyo. Anasema mlee mtoto katika njia ipasayo, ndivyo atakavyokuwa hata anapokuwa mzee. Kwa hiyo tukikosea kuwalea watoto katika umri fulani, tutasababisha hatima iliyo mbaya. Enyi watoto, watiini wazazi wenu. Enyi watoto, watiini nani? Wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kuna ombi moja tu. Unajua hakuna ombi la kusema Mungu naomba unipe miaka mingi ya kuishi hapa duniani, ila kuna kanuni ya kuwaheshimu wazazi. Automatic Mungu anakuongezea miaka kwa sababu ya ile heshima. Ni Mungu ameiweka mwenyewe, hawezi kuitengua. Angalia watoto ambao wanawatukana wazazi wao, hawawaheshimu wazazi wao. Mnanisikia vizuri watoto? Ili muweze kuishi miaka mingi mpaka mtapofikia uzee, inatokana na kiwango cha nyewe kufanyaje?
kufanyaje? Kuwaheshimu wazazi. Na kukosa adabu kwa watoto, lakini anatusisitiza, anasema hivi, na sisi wakina baba na sisi wazazi hatupasi kuwachokoza watoto. Kuna namna wazazi wanaweza kawa ni wachokozi, wanafanya vitu kwa makusudi, wakijua kabisa tunapaswa kuwaheshimu, lakini wanafanya vitu kwa nini? Kwa makusudi. Tunapaswa kuwalea katika njia njema isiyokuwa na makwazo kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alipoletewa watoto, ijapokuwa wanafunzi wake waliwazuia watoto wasimsumbue master, kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 13 16, Yesu Kristo alifanyaje? Anasema msiwazuie, wachini waje. Wachini watoto wadogo wafanyaje? Waje. Akawakumbatia, akawekea mikono, akawabariki, akawaombea. Ni kielelezo, na sisi muda mwingi na mara nyingi tunapaswa kuwawekea watoto wetu mikono, kuwabariki na kuutangazia hatima iliyo njema kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Timotheo, ukisoma Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5, utakuja kugundua Mtume Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia Timotheo kwamba nikikumbuka imani ulionayo isiyoharibika na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami na sadiki wewe nawe unayo. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5, Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba ninajua malezi aliyokulea bibi yako Loisi. Timotheo alilelewa na bibi yake Loisi. Biblia kusoma vizuri, Timotheo anasema alimlea katika maadili ya nini? Ya kimungu. Na alilelewa pia na mama yake Eunike. Alimlea katika maadili ya nini? Ya kimungu. Hawa watoto unaoona hawa, namna tunavyowalea katika maadili ya kimungu, ndivyo watakavyokuwa hapo baadaye wanapokuwa wakubwa. Paulo mtume alipokuja kukutana na Timotheo, alikutana na Timotheo sio yeye aliyempika. Yeye alipokea kijiti pale ambapo bibi yake Loisi na mama yake Eunice alipoishia kwa habari ya neno la Mungu, ufahamu na maarifa ya Mungu. Akaendeleza, akamtengeneza akawa mchungaji wa kituo na akamtuma kufanya kazi eneo fulani. Anamwambia malezi uliyopata katika Bwana, katika Kristo, ya kweli ya neno la Mungu kutoka kwa bibi yako na kwa mama yako, ninajua unayo. Alafu anamwambia mstari wa mbele, usiache kuchochea kipawa chako kilichotokana na mimi kukuokea wewe mikono. Usiache kufanyaje? Kukichochea ndani yako. Matokeo ya hao watoto yatatokana sana na malezi tunaowalea sasa hivi. Namna tunavyowatamkia, namna tunavyowaumbia, namna tunavyowakuza, namna tunavyowazoesha, ndivyo watakavyokuwa sawa sawa na